Amur Haji, jiandae Profesa Patrick. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuweza kuniona na mimi niweze kuchangia wizara yetu hii muhimu sana, wizara ya mambo ya ndani, na kwa kweli hii wizara ndiyo yenye mambo mengi sana na yenye uhai wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kabla ya yote niweze kumpongeza jemedali wetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anavyoiongoza nchi yetu hii ya Tanzania, na namna ambavyo alivyokuwa na filosofa zake za 4R na vile vile namna ambavyo anavyoweza kutuongoza. Mheshimiwa Naibu Spika, pia niweze kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, Mheshimiwa Bashungwa, kwa namna ambavyo alivyowasilisha bajeti yake hii leo, ambayo asubuhi yake ulisema kwamba ni excellent budget. Kwa hivyo kama ni excellent, pia na mimi nampongeza kwa namna ambavyo ulivyo msifu. Pamoja na naibu wake waziri Mheshimiwa Siro, pia hongereni sana kwa namna ambavyo mnavyofanya kazi zenu za Wizara ya Mambo ya Ndani. Lakini pamoja na yote, niwapongeze wakuu wa vyombo vyote vya Wizara ya Mambo ya Ndani, akiwemo IGP pamoja na wakuu wote wa uhamiaji, magereza, kwa namna ambavyo wanavyofanya kazi zao. Mimi kwa kweli niseme ule ukweli, tangu asubuhi leo yale maneno ambayo yameanza kutoka kwa Mheshimiwa Msukuma mpaka kuja sasa hivi, manake tasema kama vile nilishiba kidogo, lakini tuseme ule ukweli kwamba wizara yetu hii ya mambo ya ndani ni wizara mama, na ukweli hasa wakati mwingine mtu anavyoweza kuja kuichokoza kama ni nchi, maana yake anafanya uchokozi wa hali ya juu. Yalizungumzwa mengi sana hapa ambao ni ya uchokozi kwa upande wa nchi yetu. Kwa watu wa kiintelijensia, maana yake kuna mambo ambayo ukiagusa kama ni ya nchi, maana yake mtu wewe kwa zamani unapotea. Lakini kwa sasa hivi kwa vile kwamba tumesonga mbele, maana yake yatawakuta hao waliowakuta, kwa mfano kama wale walokuja wakaja kuchokoza nchi yetu, maana yake yamewakuta yaliyowakuta. Lakini pamoja na yote kwamba wakati mwingine inawezekana pengine kuna watu wamo ndani ya nchi yetu hii wanagusa mihimili ambayo ni muhimu sana katika nchi, ambayo kwa upande wa kiulinzi maana yake tunasema confidential. Ukigusa kitu ambacho ni confidential, maana yake ni hatari sana. Inawezekana pengine unaweza ukauawa au ukenda na maji kwa mujibu wa namna ambavyo ilivyo. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nije katika hotuba ya budget nigusie upande wa ajira. Upande wa ajira hasa nitagusa kwa kutoa ushauri ambao ajira zetu hasa kwa upande wa tasnia zetu, hasa kwa upande wa Zanzibar, tunaguswa na jeshi la polisi, tunaguswa na uhamiaji, na tunaguswa na idara ya vitambulisho. Sasa mimi labda kwenye swala la ajira ningetoa pengine mapendekezo kwa upande wa Zanzibar, kutokana na ile namna ambavyo ya sifa ya Zanzibar na namna ya utamaduni ambao tuliouzoea kwa upande wa Zanzibar. Wakati mwingine inapokuja nafasi za ajira zinazohusiana na jeshi la polisi au uhamiaji au upande wa vitambulisho ambavyo vinavyohusu jamhuri, na ikaja kwa upande wa Zanzibar pia, moja kwa moja Zanzibar kunakuwa na utamaduni wake. Sasa mimi ningelishauri ule utamaduni ambao umeuzoea Zanzibar, maana yake pengine wa ukopi pia vile vile kwa namna ya kipaumbele cha nchi ya Zanzibar au upande wa Zanzibar, maana yake tuufanye huo. Kwa mfano, tunapotangaza zile ajira tunazitangaza kama kwa ujumla wa kimuungano, lakini Zanzibar kuna utamaduni wake. Zanzibar ili mtu kuweza kupata ajira, kwanza awe na ID ya Mzanzibari. La pili, lazima kwamba awe na barua ya sheha, na chengine kitafuatia sifa ambazo zinazokuja. Kwa nini nazungumza hivyo? Nazungumza hivyo kwa sababu zile ajira zinavyokuja zinakuja kijumla. Sasa tunakuwa tunashindwa kutathmini Wazanzibari wangapi ambao wamepata zile nafasi za ajira. Lakini ikiwa nafasi zile zinakuja kwa mtiririko wa kwamba kuna ID ya Mzanzibari pamoja na hicho kitambulisho cha Mtanzania na barua ya sheha, maana yake bila shaka, maana yake tutawapata wale watihaniwa walokuwa purely kutoka Zanzibar, pamoja na kwamba wanakuja kutumikia jeshi la polisi au uhamiaji. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na yote hayo, katika ushauri ambao nimeutoa,
Pia vile vile nije kwa upande wa makampuni ya ulinzi binafsi. Upande wa makampuni Mheshimiwa muda wako umekwisha. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuunga mkono hoja. Asante. Samatiko. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuchangia katika hoja hii muhimu.